Dodoma Jiji walikuwa wanakosa watu muhimu, nazungumzia eneo la ulinzi. Kumkosa mtu kama Abdi Banda kiuhalisia imeenda kuathiri mpango kazi wa mwalimu. Ukiangalia katika mechi zote ambazo Dodoma Jiji wameonekana kuwa na performance nzuri, walikuwa wanaenda na muundo wa walinzi watatu, lakini leo wameenda na muundo wa walinzi wanne. Maana yake wameshatoka kwenye aina yao ya uchezaji ambao ilikuwa inawapa matokeo. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kwa upande wa Dodoma Jiji kumkosa mtu kama Abdi Banda. Lakini kwenye eneo la ushambuliaji wanamkosa mtu kama William Edgar, kitu ambacho kimeenda kuiathiri zaidi Dodoma Jiji, na ndio maana hata kwenye mashambulizi siku ya leo Dodoma Jiji tuliona wako down zaidi, sio? Hata ukienda kuangalia takwimu kwenye zile shots on target, shots of target, numerical wise hawakuwa na ile rate ambayo tumezoea kuiona kwa sababu ya kasi ama nishati ambayo amekuwa akitoa William Edgar. Faraji Kayanda licha ya ubora ambao tumezoea kuona alikuwa anakosa partnership yake ambayo ilikuwa kutoka kwa William Edgar. Kwa hiyo Dodoma Jiji waliathirika kwa asilimia kubwa kwa kuwakosa wachezaji wao muhimu katika maeneo muhimu, eneo la ulinzi na eneo la ushambuliaji, kitu ambacho kiliwafanya pia Azam FC wawe comfortable kwenye eneo la ulinzi, kwa sababu walikuwa wanakosa ile shinikizo ambalo lilikuwa linatoka kwa mtu kama William Edgar. Walikuwa wanapata pressure kutoka kwa mtu kama Faraji Kayanda ambaye experience wise sio kubwa kama ambayo alikuwa nayo William Edgar. Kwa hiyo kimsingi Dodoma Jiji waliathirika kwa kuwakosa hao wachezaji wawili katika maeneo mawili tofauti ambayo pia ni maeneo muhimu. Zidane Seleli ni mchezaji ambao ni hatari sana. Ukiangalia football ya sasa inahitaji mchezaji ambaye atakupa performance ile ile kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Tunahitaji tuone work rate yako, tunahitaji tuone efficiency yako, tunahitaji tuone zeal yako, tunataka tuone vitu vingi sana kutoka kwa mchezaji, hususan anaocheza kwenye eneo la ushambuliaji. Pesi yako, namna gani ambavyo unapeleka pressure kwa walinzi, namna gani unapeleka pressure kwa viungo wa timu pinzani ili wakose ile comfortability, wakose hali ya kuwa na utulivu, wakose composability, sio? Zidane Seleli anatoa hivyo vitu vyote. Anafunga magoli mawili na anatoa assist, maana yake amehusika katika magoli matatu kwa 100% kwa siku hii ya leo. Namna ambavyo alikuwa anarudi nyuma kwenda kusupport timu wakati inashambuliwa, unaona namna ambavyo Zidane alikuwa anaonyesha nini ambacho anakihitaji. Well and good amefanya hayo dhidi ya timu yake ya zamani. Na kitu kikubwa kutoka kwa Zidane Seleli, performance ambayo ameitoa, tunakumbuka moja kati ya mechi ambayo ilimpeleka Azam FC ilikuwa ni mechi dhidi ya Azam FC leo, na mechi ambayo inaenda kumrejesha kwenye rhythm ama kwenye performance bora ambao wengi walikuwa wanaitarajia ni mechi dhidi ya Azam FC. Kwa kwangu mimi nadhani ni mguu wa heri ambao Zidane Seleli ameweza kuanza nao siku hii ya leo, na wanadodoma tumeona namna ambavyo walimpokea, makofi yalikuwa ni mengi sana baada ya kutangazwa kwa nyota wa mchezo, kitu ambacho alideserve kwa asilimia kubwa. Baada ya ushindi wa leo, Azam katoka nyuma akapata sare mbili, leo kaondoka na ushindi, tunaelekea kwenye dabi ya Mzizima dabi. Teki yako ni hivi kwa Azam? Azam FC ni moja kati ya timu bora sana zinavyokutana na timu bora, sio? Manake haitakuwa mechi rahisi dhidi ya Young Africans. Na kwa nini haitakuwa mechi rahisi? Ni kwa sababu pia Azam ina material ambayo yanaendana na material ambayo yanapatikana pale Young Africans. Kwa haitakuwa mechi rahisi, itakuwa ni moja mechi ngumu sana. Angalia performance ambayo ameitoa, tumeona leo pia rotation imefanyika kwa baadhi ya maeneo. Kitambala Bola alianzia bench, ukiangalia kwa upande wa goalkeeping Aisha Manula alianzia bench, Foba akashika milingoti katoka na clean sheet. Kwa ukiangalia pia unaona mwalimu ana machaguo mengi kwenye bench, sio? Na hata akienda kwenye mechi pia akienda kwenye mechi ya Young Africans atakuwa na approach tofauti. Kwa hiyo kwangu mimi haitakuwa mechi rahisi, na nadhani itakuwa ni moja kati ya mechi bora ambazo zinaendelea kuportray ubora ama ukubwa wa ligi yetu ya Tanzania bara. Mechi yao itakuwa ngumu kwa wachezaji wa Yanga walirudi, Pacome amerudi. Mwingine nani amerudi? Pacome ndio ameumia nje Kidogo hapo. Lakini pia Yanga wanawakosa Jobu ambaye amefanywa upasuaji leo. Pengine itakuwa na dosari kwenye eneo la ulinzi, kwa sababu tunaona beki ambaye kila siku anahusika kwenye michezo mingi anakosekana kuelekea kwenye mechi ya Mzizima dabi. Urejeo wa mtu kama Pacome Pedroso Zouzoua unaweza kuwa na faida kubwa sana kwa Young Africans, kwa sababu yule ndio tunasema X factor wa Young Africans. Pacome Pedroso Zouzoua amekuwa ni X factor wa Young Africans. Kwa urejeo wake kwa asilimia kubwa unaenda kuongeza kitu cha ziada kwa upande wa Young Africans offensive wise, lakini pia defensive wise. Defensive wise katika sura ipi? Pale ambapo Pacome anakuwa na mpira, maana yake
walinzi pia wanakuwa na comfortability kwa sababu wanakuwa active wakiwa wanaamini kwamba timu ina umiliki wa mpira, lakini offensive wise anaenda kuongeza numbers wakati wa kushambulia, anaweza create chances, anaweza kafunga, anaweza kufanya chochote ambacho kinaweza kana na athari kwa upande wa athari hasi kwa upande wa Azam FC, athari chanya kwa upande wa Young Africans. Kwa hiyo urejeo wa Pacome Pedozo zao utakuwa na faida kubwa sana, lakini kumkosa mtu kama Dickson Job kunaweza kuwa kuna athari kwa sababu Dickson Job amekuwa ni regular starter kwa asilimia kubwa kwenye kikosi cha Young Africans, lakini wako na mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye tuliona performance yake kwenye michuano ya AFCON, sio? Wako na mtu kama Frank Asink, sio? Kwa hiyo ukiangalia bado Young Africans wana machaguo mengi kwenye eneo la ulinzi, kitu ambacho kinaweza kisiwe sana kumkosa mtu kama Dickson Job kutokana na machaguo ambayo yanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans kwa upande wa safu ya ulinzi. Na faida ambayo anaweza kaipata, tunajua Kitambala bora aina ya uchezaji ambao anacheza, washambuliaji wa Azam FC aina ya uchezaji ambao anacheza, maybe Zidane Sereli huenda kawa ndo silaha ambayo itaenda kuwasumbua sana Young Africans kwenye huo mchezo kutokana na pace ambayo yuko nayo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho.